Mafunzo haya ambayo kwa sasa yapo katika awamu ya pili ni matokeo ya ushirikiano kati ya taasisi hizi mbili, yaani Ofisi ya Rais Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma na Chuo cha Uhasibu Arusha, ambazo zimeingia makubaliano ya ushirikiano katika maeneo makuu matatu: kutoa mafunzo ya maadili na utawala bora kwa viongozi wa umma, kutoa ushauri kuhusu masuala yanayohusu maadili, kufanya utafiti kuhusu masuala yahusuyo maadili. Matarajio yetu kwamba mafunzo haya yatasaidia kuleta mabadiliko chanya kwenye utendaji wenu wa kila siku katika maeneo yenu ya kazi. Katika mazingira ya sasa ya utumishi wa umma, mafunzo ya maadili kwa viongozi ni swala muhimu sana, hasa katika kipindi hiki ambacho kuna mtanziko wa changamoto za kimaadili kuanzia ngazi ya familia, taasisi za umma na hata jamii iliyotuzunguka. Maadili si swala la hiari, bali ni swala la lazima. Viongozi wa umma wanatarajiwa kuwa kielelezo kizuri cha uaminifu, uwazi, usawa na uzingatiaji wa sheria katika maamuzi yenu ya kila siku. Maadili husaidia kuzuia muungano wa maslahi, matumizi mabaya ya madaraka, rushwa na upendeleo. Aidha, maadili hujenga utamaduni wa kuwajibika, huimarisha nidhamu ya kiutumishi na huongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu ya umma ambayo mnayatekeleza. Uongozi wa kimaadili huimarisha imani ya wananchi kwa serikali na taasisi zake. Wananchi wanapoona viongozi wao wakitenda majukumu yao kwa haki, uwazi na uadilifu, huongeza ushirikiano, utii wa sheria na mshikamano katika jamii iliyozunguka watumishi na viongozi wa umma. Maadili ni kinga ya maovu yote na nguzo muhimu ya utawala bora na maendeleo endelevu ya taifa, endapo yakipewa umuhimu na ustahili. Ushiriki wenu hapa leo si wa bahati mbaya, unaonesha imani ambayo wananchi, watumishi mnaowawakilisha na taasisi zenu zimeweka kwenu kutokana na utaalamu wenu pamoja na uwezo wenu wa kuongoza, kuhamasisha na kusimamia viwango vya juu vya maadili kwa watumishi mnaosimamia. Ninyi si viongozi tu, bali ni mabalozi wa mabadiliko ya maadili katika utumishi wa umma, mabadiliko ambayo tungependa kuona yanatokea. Kupitia nyinyi viongozi ambao washiriki wa mafunzo haya, maarifa, misingi na miongozo ya maadili itawafikia viongozi na watumishi wengi zaidi walio chini yenu, na kwa pamoja tutajenga mfumo wa uongozi unaozingatia haki na uadilifu kwa manufaa ya taasisi zenu na taifa letu kwa jumla. Malengo mahususi ya mafunzo haya ni kama ifuatavyo: kukuza uadilifu na uwajibikaji, uaminifu na utawala bora miongoni mwa viongozi wa umma, kuongeza uelewa na umuhimu wa misingi mikuu ya maadili katika utumishi wa umma, imarisha uwezo wa kufanya maamuzi yenye kuzingatia maadili katika mazingira mbalimbali, kuzuia na kupambana na rushwa na ufisadi na kuzipitia kwa kina athari za rushwa na ufisadi kwa maendeleo ya usalama wa taifa letu, kukuza uwazi na uhusiano bora wa viongozi na wananchi wanaowahudumia, kujenga utamaduni wa maadili kwa kuhimiza wafanyakazi na kila taasisi kuzingatia maadili katika taasisi za umma, kuongeza imani ya wananchi kwa serikali yao, kwa viongozi kutimiza wajibu wote kwa uadilifu, uzalendo na kuzingatia maslahi mapana ya taifa letu. Ni imani yangu kwamba baada ya hapa kila mmoja hata kuja au hata rudi kama alivyokuja. Sisi kama Chuo cha Uhasibu Arusha, ambapo tupo katika mashirikiano pamoja na Ofisi ya Rais Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma, tunategemea mafunzo haya kwa pamoja yataenda kujenga viongozi ambao ni wawajibikaji, viongozi ambao ni waadilifu katika utendaji wao wa kazi za kila siku, kwa sababu sisi kama wanataaluma, miongoni mwa kazi zetu ni mmojawapo ni kutoa ushauri elekezi. Na katika kutoa ushauri elekezi tumeamua tushirikiane na Sekretarieti ya Maadili kwa Viongozi wa Umma ili kuwafanya viongozi waweze kutambua umuhimu wa kuwa waadilifu na umuhimu wa kuendelea kuwa na maadili katika utendaji wao wa kazi. Na hii itafanya waweze kuichukia rushwa, ambayo rushwa ni adui wa haki, waweze kutenda kazi kwa kufuata
haki na hivyo tutaleta maendeleo kwa taifa letu. Sisi washiriki ambao tulioko hapa wote tunatumai kwamba tutaweza kupata vitu ambavyo ni vya kutusaidia kuweza kushika vema nyadhifa zetu, lakini pia kuandaa walioko chini yetu kuja kushika nyadhifa hizo. Kwa hiyo ninapozungumzia mimi na maana ya washiriki wale tulioko katika mafunzo haya leo, lakini pia naamini hata kwa watakao kuja bado nao watakuja kupata vitu, kwa sababu nimesikia hizi program ziko zaidi ya 3 na bado ni wasii hata walioko nje ambao walikuwa hawajapata nafasi ya kuja katika hii waangalie namna ya kuweza kushiriki haya mengine ambayo yameandaliwa kwa siku zijazo. Mafunzo haya kweli ni mazuri, tumejifunza mambo mengi, tumekumbushwa majukumu mbalimbali ambao sisi kama viongozi tunatakiwa tukasimamie, na kwa sababu tumeanza mafunzo leo, tutakaa hapa siku 3 mpaka tumalize, tutakuwa tumejifunza mambo mengi. Kwa hiyo ni wasii watu wote ambao wanatakiwa kuhudhuria mafunzo haya wajitahidi kuja kuhudhuria mafunzo haya ili tukumbushwe majukumu yetu na tunapata nyenzo mpya za kwenda kusimamia utekelezaji wa majukumu yetu. Sisi kama viongozi ni wajibu wetu kusimamia taasisi zote ambazo tunazisimamia kwenye maeneo yetu, kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu ili kuhakikisha kwamba wananchi ambao tunawahudumia wanapata huduma bora kutoka kwenye ofisi zetu, kwa sababu sisi ndio wawakilishi tunaoanzia kuanzia ngazi ya kijiji, kata, tarafa mpaka ofisi ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Kwa hiyo tunajitahidi na tutajitahidi sana kuhakikisha kwamba watu wanapata huduma bora, na kupitia mafunzo haya tumepata nyenzo nyingine nyingi za kwenda kuongeza utoaji wa huduma kwa wananchi wetu ambao tunawapa huduma kila siku.